Karibu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Lazaro Mtosaraga. Nimewahi kuwa kiongozi wa halmashauri ya walei hapa parokia ya Mtakatifu Agustino wa Sawasawa chini ya uongozi wa hayati baba paroko Padre Peter Sabinus Asenga. Wakati tunaingia tayari kulikuwa na kazi ambazo zinaendelea hapa parokiani, lakini tuliona kwamba ingekuwa ni vema ili tuweze kwenda vizuri na kwa ufanisi. Tulishauriana na baba padre kwamba tuweke mikakati ambayo imeandikwa ili iweze kutusaidia namna ya ufuatiliaji na utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo ya parokia ya kiroho na kimaendeleo. Kwa hiyo tunashukuru baba alikubali, tukaandaa mpango mkakati wa miaka mitano, na huu mpango mkakati wa miaka mitano aliusimamia vizuri, tukishirikiana naye kama viongozi wa walei, na tunaamini kazi ilifanyika kwa ufanisi mkubwa, na tunajivunia kwa sababu kukubali kwake kuandaa mpango ule mkakati ilikuwa ni sehemu ya kuifanya parokia iwe ya mfano, na ili parokia nazo nyingine ziweze kuiga huo utaratibu, kwa sababu wakati mwingine tukawa tunafanya miradi ya maendeleo ya kanisa, lakini bila kuwa na mipango mikakati ambayo inaeleweka na kwamba waamini wote wanaifahamu, ili wafahamu kwamba nini kinaendelea na waweze kuchangia vizuri kwa ajili ya kukamilisha miradi hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, na kama inavyoonekana hapa Salasala maendeleo yamefanyika kwa kasi kubwa. Tunaona kanisa lilijengwa kwa haraka ndani ya miaka mitatu, lakini baada ya pale tumeweza kuweka pavement kwenye viwanja vya kanisa, choo kimekamilika, nyumba ya mapadre ya kisasa kabisa ambayo ni mfano imekamilishwa pia. Na katika mpango mkakati pia tuliwekea mipango kwamba ni vizuri tukaanzisha shule, kwa sababu shirika la Roho Mtakatifu, mapadre wa shirika la Roho Mtakatifu wamejikita pia katika utoaji wa elimu. Kwa tukaona na sisi tuweze kuchangia katika jamii ambayo kanisa inazunguka waweze kunufaika kwa njia ya utoaji wa elimu. Kwa katika mkakati ule pia tukaweka kwamba tuanzishe shule, na tunashukuru na wenzetu walioingia baadaye pia kushirikiana na paroko. Sasa shule ya awali hapa parokiani imeanza mwaka huu Januari. Kwa hiyo tunajivunia nafsi ya baba Asenga, na tunaamini kwamba Mungu amezipokea kazi zake hizo njema ambazo zimefanya kanisa na mahali hapa Salasala liweze kusonga mbele, tofauti na miaka ya nyuma zaidi ambapo maendeleo yalikuwa yanakwenda taratibu. Kwa tunaweza kusema kwamba sisi watu wa Salasala, Mungu alitupendelea kupatia paroko ambaye alikuwa anapenda maendeleo. Kwa hiyo tunamshukuru sana, na wengi wameshuhudia wakifika hapa Salasala jinsi ambavyo waamini wamehamasika na wameweza kushirikiana na baba paroko hayati Peter Asenga kuhakikisha kwamba miradi yote ambayo tumekubaliana kuitekeleza inatekelezwa ipasavyo. Kwa katika fursa ya leo basi tunamwombea kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alitoa na ndiye aliyetoa, na sisi tunasema jina lake lihimidiwe. Na tunaposema lihimidiwe, maana yake ni kwamba tunayapokea yote katika imani kwamba Mungu amesema kwamba sasa inatosha, njoo ewe mtumishi wangu kwenye uzima wa milele. Na tunasema kwamba kama kuna mapungufu, kwa sababu yeye kama binadamu atakuwa Mungu, basi tunaendelea kumwomba Mungu ili ayaone yale makubwa ambayo aliyafanya kwa moyo, ili hayo yawe fidia ya mapungufu yake ya kibinadamu na aweze kumstahilisha uzima wa milele. Basi tuendelee, ni wito tu kwa waamini wote wa Salasala kwamba hata baada ya kwamba baba paroko huyo ametutoka, ni vizuri basi tujipange vizuri ili tuweze kuendeleza parokia yetu, tukishirikiana na paroko atakayekuwepo na msaidizi wake atakayekuwepo, kwamba kuondoka kwa Padre Asenga kusiwe ni sababu ya miradi mbalimbali ya parokia kwama, lakini tuendeleze ushirikiano na mapadri watakaokuwepo ili tuweze kuendelea kulitukuza jina la Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina anaitwa Ludovic Maina Kawishe, ni mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia ya Kurasini. Nimekuja kuomboleza kwenye misa hii ya Padre Asenga Peter
Sabinis, kwa sababu Peter Sabinis nilikutana naye mimi mwaka 74 kidato cha kwanza. Tumekuja na wenzetu wanne kwa ajili hiyo, tulikuwa wote darasa moja na tulimaliza form 4 mwaka 77. Peter alipoanza form 1 alikuwa na mwenzake anaitwa Joseph Marani, na walikuwa wanapenda sana kusali. Sisi hatukuwa katika huo unyanja, kwa hiyo walionekana ni watu wema sana, na tuliwaita mapadri toka form 1 ile tukaita form 1 padri mpaka wanamaliza tukasema mapadri. Na baada ya kuachana, baadaye tukasikia Peter na Joseph wote ni mapadri. Huyu aliingia shirika la kazi, aliingia Spiritan, na mwenzake aliingia kazi za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuwa na hawa, lakini nachoweza kusema Peter na Joseph walikuwa na huo wito wa upadri toka utoto wao, aidha kutokana na malezi ya wazazi wao au mazingira waliokulia, kwa sababu shule tuliyokuwa sisi Kilimanjaro Boys wakati ule mwaka 74 ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa ya fujo fulani hivi. Kwa hiyo kuwakuta watoto waadili tuliwatambua kwa sababu waliweza kuamka saa 11 kulikuwa na padri anaadhimisha ibada ya misa ya watu wachache, lakini hao vijana wawili hawa walikuwa wanaenda kwa altar ministers, watumishi wa altari. Sasa tukashangaa hawa wanakuwaje wema kiasi hichi, kila siku wanaamka alfajiri wanaenda kutumikia misa. Kwa hiyo tuliona ni mapadri, tukawaita mapadri, na ndio utume walioishi mpaka hapa ambapo amekuja kuwa padri, amekuwa paroko wa Kipawa, amekuwa kule seminari ya Njiro tulikuwa tumfuatilia, na mambo mengi katika shirika alifanya kama historia yake inavyosema. Kwa hiyo tumefurahi sana kuwa na mwenzetu ambaye tunasema tulimbatiza padri na baadaye akawa padri kweli kwa neema ya Mungu. Tumeshukuru sana, sisi tumefurahi kushiriki msiba huu. Ya leo tumefurahi kwa sababu tumekutana na wenzetu ambao walikaa naye deski moja miaka miwili. Peter alikuwa mtaratibu sana, wenzake walikuwa wakorofi, lakini Peter hakuwahi kuonyesha kurespond, yani endelea kuwa mtaratibu na kuishi maisha leo utaratibu. Lakini pia tumefurahi kusikia kazi kubwa ambazo amefanya, hasa ujenzi wa kanisa hili kubwa na maendeleo aliyoyafanya hapa Salasala. Kwa kweli nasema alizopita kuna historia nzuri aliyoacha na waumini wake walimpenda, na sisi tumefurahi kwa sababu tulikuwa na mwenzetu ambaye tulikuwa watoto na sasa ni watu wenye miaka karibu 70 almost, lakini maisha yameonekana kwake, na tunaamini Mungu, tumuombee Mungu kama kuna mapungufu basi ampokee kwake na amlipe sawasawa na kazi ambazo amezifanya, kwa sababu Mungu sio mwanadamu hata ashindwe kumlipa mtu kile ambacho amekifanya kwa wema.